Ile siku ambayo wote tulisema kwamba haikwepeki, hatimaye imeweza kuwadia. Hii ni siku ambayo hakuna ambaye anaweza kukwepa. Ni dabi ya Kariakoo ambayo imepelekwa, yani tunasema kwamba imevuka bahari na kuelekea ndani ya Zanzibar, Unguja, ndani ya dimba la New Aman Complex. Moja ya mechi ambayo kila mmoja anaitazama kwa jicho la kitofauti. Simba wanaingia kwenye mechi hii wakiwa wanafahamu wamepoteza mechi kadhaa mbele ya watani zao, lakini hii ni mechi ambayo wamekuja kiutofauti, wamekuja kutaka ushindi, yani vile vipigo 6 hawahitaji tena kitokea cha 7. Kwa upande wa Mwalimu Steve Barker, anasimamia jukumu lake kwa siku ya hii leo. Tayari ameshaandaa kikosi ambacho kinakwenda kupambana kwenye mechi ya leo. Kabla hatuja kwenda kuangazia kikosi, nikukumbushe hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kutazama hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya Yanga. Upande wa golikipa yupo Jibrila Kasari. Golikipa Jibrila Kasari, tunasema kwamba mechi kama hii inahitaji kipa mwenye utulivu wa hali ya juu. Hivyo Kasari anapaswa kuwa makini kwenye mipira ya juu, lakini pia na kuanzisha counter attack ambazo zitakuwa za haraka zaidi, kwa sababu ni moja ya mechi ambayo Simba wanahitaji kweli kweli. Kwa upande wa golikipa tunafahamu kazi yake, mwalimu ambacho atakuwa anamhitaji ni kuanzisha tu mipira ile ya haraka haraka ili Simba waweze kufika kwenye lango la Yanga. Mfumo ni 4-2-3-1. Sasa mabeki wa 4 yupo Shomari Kapombe. Ni beki ambaye ni mzoefu kwenye upande wa dabi, anajua pressure yake, lakini pia atazima kabisa upande huu wa kulia, lakini pia atakuwa na tahadhari kwa ajili ya kusaidia mashambulizi pale ambapo panahitajika. Atakuwa haendi tu, bali atakuwa anakwenda kwa target, kwa sababu hii ni mechi ambayo anafahamu na anajua kabisa kwamba Yanga wana wachezaji wa aina gani. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kushoto yupo Nixon Kibabage. Kwa upande wa Kibabage, tangu amejiunga ndani ya timu tayari ameonyesha kwamba ni beki ambaye anahitajika kwenye kikosi cha kwanza mara zote. Jukumu lake kubwa itakuwa ni kuwazuia wachezaji wa eneo la pembeni, lakini pia kutokuruhusu crossi ambazo atakuwa akizipiga kwa upande wa klabu ya Yanga. Hivyo Nixon Kibabage atakuwa na jukumu hilo. Lakini pia mabeki wa katikati yupo Ismail Ture, mtulivu na msomaji mzuri wa mchezo, atakuwa akidhibiti pasi za chini na kusaidiana na vizuri na beki mwenzie, hasa pia kwenye upande wa marking. Wakati huo pia atasaidiana na Rashid Dirak, ambapo Rashid Dirak huyu tunasema kwamba ni kiongozi kwenye eneo la safu ya ulinzi. Atasimamia mipira aina yote, atakuwa kazi yake kubwa ni kupanga mashambulizi ya haraka, lakini pia na kuweka utulivu zaidi kwenye eneo hilo la ulinzi. Rashid tayari ameonyesha kwamba ni beki ambaye anahitajika zaidi kwa upande wa klabu ya Simba, hivyo atacheza kwenye eneo hilo. Kwa wakati huu Mwalimu Barker anafahamu kwamba ni mechi ya aina gani. Amekuja na viungo wawili ambao watacheza kwenye eneo la chini, kwa sababu ni mechi ambayo anataka kubalance kwenye eneo la kiungo kulingana na aina ya mfumo ambao amekuja nao. Ya maana kwamba Yusuf Kagoma atacheza kwenye eneo la kiungo mkabaji. Ni mchezaji ambaye amekuwa na nguvu, ana stamina, amekuwa na uwezo wa kupambana kweli kweli. Atakuwa ni mlinzi wa mabeki kwa ajili ya kuvunja mashambulizi kabla hayajawa ya hatari zaidi. Wakati huo pia atasaidiana na Alassane Kante ambaye naye pia kwenye eneo hilo atakuwa akiweka utulivu wa pasi sahihi na akili ya mpira, huku akisaidia zaidi kudhibiti tempo ya mchezo na kusambaza mipira kwenye eneo la kiungo mshambuliaji na washambuliaji wa mbele. Wakati huo pia kwenye eneo la kiungo mshambuliaji yupo Kratos Chota Chama Mwamba Rusaka. Kwa upande wa klabu ya Simba, huyu ndiye ambaye atakuwa ubongo, atakuwa akitengeneza nafasi kupiga pasi za mwisho na kujaribu kupiga pale ambapo panahitajika. Hivyo atacheza kwenye eneo hilo kutokana na aina ya mchezo na mwalimu vile ambavyo anahitaji. Lakini pia Libas Gueye atasimama kwenye eneo la winga pembeni kulia. Kwa upande wa Gueye tunafahamu kasi, ana usubutu wa kushambulia, ana uwezo wa kupiga, atakuwa akitumika zaidi kuvunja ulinzi wa klabu ya Yanga kupitia kwenye eneo la pembeni kushoto. Kwa upande wa Yanga, ya maana kwamba kazi yake kubwa itakuwa ni kuweza kupiga pale ambapo anapata nafasi. Hivyo ndivyo ambavyo Mwalimu Steve atakuwa akimhitaji kufanya kazi hiyo. Lakini pia Anset Oura atasimama kwenye eneo la winga pembeni kushoto. Ni mchezaji ambaye amekuwa na akili ya mpira mara zote. Amekuwa akicheza kwa uhuru, amekuwa akiingia ndani kumsaidia zaidi kiungo mshambuliaji, lakini pia kwa ajili ya kusaidia pia kumalizia. Lakini yeye na Chama pamoja na Libas watakuwa wakiweka ile pembe tatu ya wachezaji ambao watakuwa wakiwatoroka viungo wa klabu ya Yanga. Kwenye eneo la kushambulia yupo Selemani Mwalimu.
Huu ndiye mshambuliaji wa mwisho ambaye tunafahamu amekuwa na uwezo wa kucheza, amekuwa anasubiri huduma kutoka kwa mawinga, hasa kwenye upande wa Ansett Oura pamoja na Libas, lakini pia hata Clatous Chama atakuwa akimpenyezea pasi ambazo kwa upande wa Suleiman Mwalimu amekuwa na uwezo